Wakati vita ya kibiashara inaendelea kati ya Marekani pamoja na China, Mchina tayari ameshaanza kuziwai nchi ambazo zimepakana naye kule katika bara la Asia ili kuhakikisha kwamba haziingii katika mikono ya Marekani. Na siku hii ya leo Rais wa China Xi Jinping yuko katika ziara nchini Vietnam. Amefuata nini Vietnam? Kwa nini Vietnam ni muhimu kwa China? Na Marekani je, wana mkono gani ndani ya Vietnam? Haya ni mambo ambayo nakwenda kuyaongea siku hii ya leo. Hii ni Rachel Robin Online TV na mimi ni Rachel Robin. Usisahau kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata video zangu kama hizi. Tukirudi nyuma katika historia, tunaona China aliitawala Vietnam kwa miaka 1000. Kwa huyu ni mkoloni wao wa Vietnam. Na katika vita maarufu ya Vietnam iliyopiganwa kuanzia mwaka 1955 ikaisha mwaka 1975 mji wa Saigon ulipodondoka. Katika ile vita Mchina naye alikuwa ni mmoja ya nchi ambazo zilikuwa zinaisaidia Vietnam ya Kaskazini. Vietnam ya Kaskazini ilisaidiwa na Warusi wakiwa na umoja wao wa Soviet. Kwa hiyo Mrusi akawa amemuita na Mchina akae pale, wote wakawa wanapambana kuisaidia Vietnam ya Kaskazini ili ipige Vietnam ya Kusini iliyokuwa inasaidiwa na Wamarekani na washirika wao, na hatimaye wakafanikiwa kuidondosha Vietnam ya Kusini na wakaiunganisha Vietnam nzima ikawa Vietnam moja ambayo ndo tunaiona leo, na ikawa ni Vietnam ya kikomunisti, serikali ambayo mpaka leo iko madarakani. China nao hao hivyo hivyo katika historia nao walisaidiwa na Warusi, ndio ukomunisti ukaingia pale China. Kwa hiyo hizi serikali mbili, serikali ya China na serikali ya Vietnam, mmoja ya vitu ambavyo wanafanana ni kwamba hawa watu wote walitoka katika mikono ya Warusi. Wote serikali hizi ndizo zilizoingizwa madarakani na Warusi. Ya China iliingizwa mwaka 1949, ya Vietnam iliingizwa mwaka 1975. Kwa hiyo sasa kama hizi nchi serikali zake ziliingizwa madarakani na Warusi, maana yake ni kwamba ni serikali ambazo zikawa ni maadui wa Marekani. Ili kujipa ulinzi, Vietnam kwa miaka mingi sana imekuwa ikinunua silaha zake Urusi zaidi. 80% ya silaha za Kivietnam zinanunuliwa Urusi. Umeona? Hii ni kutokana na kwamba wale ndio ambao waliwaingiza madarakani. System ya Vietnam ya jeshi ilitengenezwa na wale Warusi. Kwa hiyo wananunua 80% ya silaha zao kutoka Urusi. Lakini hii shift kutokana na jiografia ya siasa, hii shift ikaanza kuondoka. Yaani ile shift ya Vietnam kukaa zaidi mikononi mwa Warusi, kwa sababu ule umoja wa Soviet ambao unaongozwa na Warusi ulikuja kuvunjika mwaka 91. Kwa Vietnam wakabaki kama Vietnam, wakabaki kama wenyewe. Lakini kuna Mchina, kama nilivyosema, Mchina naye aliwasaidia katika ile vita walikuwa wanapambana. Lakini wakiangalia historia yao wao na Wachina ni kwamba Mchina alikuwa ni mkoloni wao, aliwatawala kwa miaka 1000. Hakuna mtu ambaye anataka kukaa karibu na mkoloni wake mazima. Kwa hiyo obviously ni watu ambao baada ya Soviet kuvunjika wakawa wanaangalia tutasimamaje wenyewe, kwa sababu hatuwezi kumwamini 100% Mchina kwa sababu alikuwa ni mkoloni wetu. Pamoja na kwamba Soviet ilivunjika, lakini Urusi ikaanza upya. Urusi iko sasa hivi. Kwa hiyo hata sasa hivi hawa watu 80% ya silaha zao wananunua Urusi. Umeona? Kwa ni bado watu ambao wana connection kubwa na Urusi. Kama nilivyosema, system yao ya jeshi Mrusi kaitengeneza. Kwa hiyo wananunua silaha zao kule. Wanajeshi wao wametrainiwa kutumia silaha za Warusi. Umeona? Yaani na vitu vingi juu ya jeshi lao ni mambo ya Warusi. Unaona? Lakini kama nilivyosema, Mchina mkoloni wao. Kwa hiyo wanabaki kumwangalia Mchina kwa jicho la pembeni, hawezi kumwamini hivyo. Lakini pia kama nilivyosema, Mchina ndo aliye pia iingiza, kama nilivyosema, Mrusi pia ndo aliyoingiza hii serikali ya kikomunisti iliyoko madarakani China leo hii. Kwa hiyo Mchina naye sehemu kuu anaonunua silaha zake hapa duniani ni Urusi. Kwa hiyo moja kwa moja Vietnam wanaona kitendo cha mkoloni wetu Mchina kununua silaha zake Urusi zaidi kuliko sehemu yoyote ile duniani, na sisi tunanunua silaha zetu Urusi kuliko sehemu yoyote ile duniani. Maana yake ni kwamba Mchina akitaka kutuvamia anajua kila tulicho nacho, kwa sababu anazijua silaha za Mrusi zilivyo. Hii ikawafanya Vietnam waanze kutafuta soko lingine la silaha. Utalipata soko gani duniani ambalo
litaweza kupambana na silaha za Mchina, kwa sababu wao mtu pekee ambao wanamuogopa zaidi pale ni Mchina. Sasa wataenda kununua silaha za nani ambazo zitapambana na Mchina? Mrusi ni rafiki wa Mchina. Ikitokea kwamba Mchina kaivamia Vietnam, Mrusi anaweza akakaa neutral, anaweza asaidia yoyote yule, kwa sababu hao wote ni wateja wake wa silaha. Kwa hiyo ni lazima ukakae mikononi mwa mtu mwingine ambaye ana nguvu ya kuweza kupambana na Mchina. Kwa hiyo hii ikamfanya Vietnam aanze pia kuangalia soko la silaha Marekani, lakini pia ikamfanya Vietnam aanze pia kuangalia soko la silaha Israel, na Mchina naye ananunua silaha Israel. Mchina na Vietnam wanachofanana ni kwamba wote soko lao kubwa la silaha la kwanza duniani ni Urusi, alafu wote soko lao la pili la silaha kubwa duniani ni Israeli. Umeona? Kwa hiyo pale ambacho Vietnam wanachomweza Mchina kidogo ni kwenda kuchanganya na za Kimarekani, hapo ndipo wanapomweza. Lakini Marekani na Muisraeli, Vietnam hawezi kumwamini 100%, kama nilivyowaambieni kwamba wana historia, wa Marekani waliwapiga mpaka waliwamwagia kemikali, kwa hawezi kujiaminisha kwa Marekani kwa 100%. Kwa hiyo sasa hivi Vietnam katika swala zima la ulinzi wanachokifanya ni kujitahidi sana kuzalisha silaha zao wenyewe ili waanze kujitegemea wenyewe pasipo kutegemea nguvu yoyote. Kwa hiyo sasa hivi bado wananunua silaha kwa wingi zaidi Urusi, lakini wananunua silaha Israeli, ila miaka hivi karibuni wamestopisha kidogo Israeli, hawanunui tena sana, lakini za Kimarekani wananunua. Umeona? Kwa hiyo kabaki Mchina ananunua kwa Warusi na kwa Israeli. Kwa haya ndio ambayo yanaendelea katika swala zima la ulinzi kwenye hizi nchi mbili. Sasa pengine wengine watajiuliza, sawa, Mchina alitawala Vietnam kwa miaka 1000, pengine Vietnam wanamuogopa Mchina kwa sababu hiyo alikuwa mkoloni wao, lakini ile ilikuwa ni miaka ya zamani sana. Je, sasa hivi Mchina ana athari gani kwa Vietnam mpaka wa Vietnam wanakuwa wanataka kujiimarisha sana kiulinzi mpaka wanaamua kwenda kununua silaha za Kimarekani? Pia ni kwamba Wachina na Vietnam kama nilivyosema mpakana. Moja ya vitu wanavyoshare ni bahari. Hasa kule inaitwa South China Sea, bahari ya China upande wa kusini. Sasa ile bahari wanaoshare ina maliasili nyingi. Kuna dhahabu, kuna mafuta, kuna gesi, na Mchina anavitaka vile vitu. Umeona? Kwa hiyo na Vietnam naye anakuambia hii sehemu upande huu ni kwangu, Mchina anakuambia hapana, huko kote kwangu. Mchina anapambana na wale wote ambao ile bahari inawahusu, kama wale wa Vietnam. Umeona? Kwa hiyo siku zote Vietnam anajua kabisa kwamba ipo siku Mchina anaweza akanipiga kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya hii bahari. Kwa sababu Mchina anataka ruti ya biashara na anataka maliasili zilizoko pale. Haya, tuende katika upande wa biashara. Ni kwamba tunafahamu Marekani wameongeza ushuru mkubwa sana kwa bidhaa za Mchina zinazoingia Marekani. Sasa viwanda vingi vya Kimarekani viko China, na Donald Trump kitendo cha kuongeza ushuru kinafanya kwamba bidhaa za China kwenda kuweka viwanda China, kuzalishia viwanda China, bidhaa za China zitakuwa bei kwa sababu zimeongezewa ushuru. Kwa hiyo ukienda kutengenezea bidhaa zako China ukazipeleka Marekani, ina maana zitauzwa bei. Kwa hiyo hii imewawia vigumu watu wengi sana wenye viwanda pale China, hasa wa Marekani wenye viwanda China. Kwa hiyo Wamarekani wengi wenye viwanda China wameanza kuhamisha viwanda vyao. Wanavipeleka wapi? Kuna kitu kinaitwa China Plus One. Yaani maana yake ni kwamba watu wenye makampuni wenye maviwanda wanaoenda kuzalishia vitu vyao ndani ya China kwa kufuata wafanyakazi wa bei rahisi, kwa kufuata miundombinu mizuri, kwa kufuata supply nzuri ya biashara. Sasa hivi baada ya kuona Marekani inaweka vikwazo vingi ndani ya China, wameamua kuhamisha viwanda vyao wengine na kuvipeleka katika nchi zilizo karibu na China. Moja ya hizo nchi ni Vietnam, ili kukwepa ushuru. Lakini kwa bahati mbaya ni kwamba Trump katangaza ushuru mwingine ambako na Vietnam nao imewekwa ndani. Vietnam imeongezewa ushuru wa 46% kwa sababu Trump anajua makampuni mengi ya Kimarekani yaliyoko China yamehamia Vietnam. Mfano kampuni ya Apple, kampuni ya Dell. Umeona hizo ni kampuni mojawapo ambazo ni kubwa, zimehamia ndani ya Vietnam. Uzuri wa Vietnam ni nini? Uzuri wa Vietnam ni kwamba kuna wafanyakazi wa bei rahisi zaidi ya wa China, japo miundombinu si mizuri kama ya China. Kwa hiyo kilichompeleka Xi Jinping ndani ya Vietnam ni kwenda kuhakikisha anaweka ushawishi zaidi ndani ya Vietnam ili isije ikaponyoka na kuingia katika dili na Marekani, hasa baada ya Vietnam kuongezewa ushuru mkubwa na Marekani
anahisi anaweza akawaponyoka. Itakuwa ni hatari Vietnam iwe mkononi mwa Marekani, kwa sababu wamepakana na China.